Watu wanachukulia jambo hilo kama mzaha. Viongozi wetu tangu walipoanza kule Maji Moto Mpanda, jimbo la Kavu, baadaye wakaenda Loya kule Uyui, na sasa wanahitimisha katika viwanja hivi vya manispaa ya Tabora. Nitaongea neno moja tu, niwakaribishe viongozi kwa sababu muda hauko rafiki. Mmeisikia Chauma ikisema kuhusu lishe kwa wote, kuhusu ubwabwa. Watu wanachukulia jambo hilo kama mzaha. Hatuna mzaha na sera hiyo. Taifa lolote lenye njaa, watu wenye njaa kamwe hawawezi wakazalisha. Watu wenye njaa hawawezi kujenga uchumi kwa sababu wana njaa. Watu wenye njaa, maradhi nyemelezi yanakuwa sehemu ya maisha yao. Taifa ambalo halina lishe linakuwa na watoto wenye utapiamlo. Mtoto mwenye utapiamlo shuleni hawezi kufundishika akaelewa. Utapiamlo ni kwa shako. Chauma tunasema nini? Tukiingia tutahakikisha kwanza tunakwenda kufuta kodi zote VAT kwenye vyakula, mafuta ya kula, unga, sukari, mchele wenyewe, ngano. Tunaondoa kodi ya 18% ya VAT ili bei ya chakula iweze kushuka, wananchi waweze kununua chakula. Ndio maana ya sera ya lishe kwa wote ya ubwabwa. Tunataka tukishaingia taifa letu likaongoze ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati kwa kuzalisha chakula cha kutosha. Mkoa wa Tabora, wilaya ya Igunga, mwaka 1985 Wajapani walifanya utafiti, wakaiandikia serikali kwamba lile bonde la Igunga lina uwezo wa kuzalisha mpunga wa kulisha Afrika Mashariki yote, Afrika ya Kati, na tukalisha nchi ya Japani mwaka 85. Chauma tunasema tukiingia tutakwenda kufufua mradi huo, tuzalishe mpunga, ubwabwa upatikane kwa bei rahisi, wananchi waache kushinda njaa na kula mlo mmoja. Ndio maana ya sera ya ubwabwa. Ndugu zangu, tunaposema chakula kwa wote, tunataka wafugaji wa Tabora wawe na viwanda vya kusindika maziwa. Tabora mna ng'ombe kibao. Hivi hao ng'ombe hawana maziwa? Yanakwenda wapi? Ndugu zangu, watu wa Tabora, tunapozungumza lishe kwa wote, tunamaanisha mambo hayo. Na chama pekee kinachoweza kwenda kusimamia hilo, na tutaweka kwenye ilani yetu ya uchaguzi mkuu inayokuja ufafanuzi wa kisera kuhusu sera ya lishe kwa wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona nifafanue hilo kidogo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar, tafadhali naomba uje uwasalimie wana Tabora, umkaribishe Makamu Mwenyekiti Bara, makamu lete katibu mkuu. Katibu mkuu atamaliza na mwenyekiti kwa dakika chache. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara, waheshimiwa wananchi, asalamu alaykum.
Mimi kwa jina naitwa Isa Abbas Hussein, makamu mwenyekiti Zanzibar wa Chama cha Ukombozi wa Umma. Leo sitaki kuongea sana, najua chama ndio mnachokihitaji, lakini muda umetutupa mkono. Kwa hiyo leo mimi ni kusalimia tu kwamba mjue kwamba kuna mtu kutoka Zanzibar yuko katika chama hichi cha Ukombozi wa Umma. Na mtu huyu si mwingine ni mimi Isa Abbas Hussein, ambao ni makamu mwenyekiti Zanzibar. Kwa hiyo kuna salamu zenu kutoka Zanzibar kwamba tuko pamoja, tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kuipeleka Chauma mbele. Mwaka huu iweze kushika dola nchi nzima. Tumeelewana ndugu zangu? Haya, asante sana. Karibu. Karibu mheshimiwa makamu mwenyekiti, wasalimie wananchi. Tabora mpo? Tusalimiane Tabora namna hii. Nyosha mkono pale ulipo. Asante sana Tabora. Tabora mpo? Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti na watu wa Tabora. Mimi naitwa Devota Minja. Nilikuwa mwandishi wa habari wa ITV na Radio 1. Ndugu zangu, nikaweka kalamu chini, nikasema nahitaji kuwapambania Watanzania. Leo Tabora tuko hapa, tunaileta Chauma kwenu. Tunaileta Chauma, mtusaidie, tuipambanie, tuiondoe CCM. Tumeteseka miaka 64. Ndugu zangu wa Tabora, tulikotoka huko kote, Watanzania wote wamepigika. Niwakumbushe ndugu zangu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Na niwaambie, mwaka huu tufanye maamuzi. Watakuja na manyimbo yao hapa, wanawaambia na kejeli za kutosha, mtaisoma namba, wanakupa tisheti, wanakupa kanga. Baada ya hapo miaka 5 wanapotea. Bei za tumbaku Tabora hazieleweki, maziwa ya Tabora viwanda havieleweki. Ndugu zangu, twendeni tukaipe Chauma nafasi, ifanye kazi ya kuwapambania. Na niwaombe, sisi tunasema tuko tayari kwenda kupambana na CCM, kuitoa CCM, kuiweka Chauma. Tunahitaji Watanzania wawe na furaha. Tunahitaji Watanzania, ndugu zangu, maisha magumu tulionayo. Ukienda hospitali kuna dawa? Hospitali kuna madawa ndugu zangu? Shuleni tunachangia hatuchangii ndugu zangu? Tukienda hospitali hakuna madawa. Tukienda hospitali gharama ni kubwa. Tukienda kwenye kuuza mazao tunakutana na mageti. Ndugu zangu, muda wa kudanganywa na CCM umekwisha. Tumeileta Chauma kwenu, ipokeeni. Ipokeeni ndugu zangu, tutawaletea madiwani wazuri watakaogombea kupitia Chauma, muwaunge mkono. Watakuja wabunge na atakuja rais. Tuipumzishe CCM ndugu zangu.